Kanisa la Mwanga wa Uzima lilikuwa limejaa kupita kiasi siku hiyo ya Jumapili. Watu walikuwa wamejazana hadi nje wakisukumana kwa hamu ya kumwona Mchungaji Daniel ambaye jina lake lilikuwa limeenea kwa kasi kama moto wa nyikani kutokana na madai ya kufanya miujiza mikubwa sana, huku wengine wakisema wameona wagonjwa wakipona papo hapo na wengine wakidai hata waliokufa wamefufuliwa, jambo lililowafanya watu wengi kuja kwa wingi ukitamani kushuhudia nguvu hizo kwa macho yao wenyewe. Ndani ya ukumbi huo mkubwa, kelele za amina, haleluya zilikuwa zinatikisa dari la kanisa, watu wakisimama kwa miguu yao, wengine wakilia kwa hisia kali, huku Mchungaji Daniel akitokea polepole kutoka nyuma ya jukwaa akiwa amevaa suti nyeupe safi iliyong'aa sana, akitembea kwa hatua za kujiamini, huku macho yake yakizunguka kuangalia umati wa watu waliokuwa wakimwangalia kwa matarajio makubwa. Aliposimama mbele ya madhabahu, alinyamaza kwa sekunde chache kana kwamba anasikiliza kitu kutoka mbinguni, kisha akavuta pumzi ndefu na kusema kwa sauti nzito iliyojaa mamlaka, Leo kuna kitu kikubwa sana kinakwenda kutokea hapa na hakuna atakayebaki vile alivyoingia. Na watu wakaanza kupiga kelele za furaha huku wakiamini wanakaribia kushuhudia nguvu za Mungu. Lakini ndani kabisa ya moyo wake, Daniel alikuwa na tabasamu la dharau, akijiambia kimoyomoyo, hawa watu ni rahisi sana kudanganywa. Wanachohitaji ni show kidogo tu na wataamini kila kitu. Huku nje akiendelea kuonyesha uso wa unyenyekevu na kusema, si mimi, ni Mungu anayefanya kazi kupitia mimi. Ghafla vurugu ndogo zikasikika mlangoni, watu wakaanza kusogea pembeni huku mwanaume mmoja akipaza sauti, tafadhali mpishe, huyu mwanamke hajatembea kwa miaka mingi, anataka aponywe siku ya leo. Wakati mwanamke huyo akiletwa mbele, akiwa amejikunja miguu, akilia kwa uchungu mkubwa uliokuwa umeigizwa kwa ustadi, kana kwamba anapata maumivu makali sana. Mchungaji Daniel akamwangalia kwa makini sana, akapunguza sauti yake na kusema kwa hisia za huruma, mama, niambie, unaamini kweli kwamba leo Mungu anaweza kukuponya? Mwanamke akainua kichwa chake kidogo na kusema kwa sauti ya kuigiza, ninaamini baba mchungaji, nimekuja hapa kwa imani yangu yote, naamini utaniponya siku ya leo baba. Waumini wakaanza kunongona kwa huzuni na matumaini, mmoja akisema, angalia alivyo, Mungu lazima atamponya leo. Lakini nyuma ya jukwaa msaidizi mmoja alimnongoneza mwingine kwa sauti ya chini lakini yenye ukali, hakikisha baada ya hapa anapata pesa yake, lakini usimpe yote, bado ana tukio lingine wiki ijalo. Mchungaji akainuka mikono yake juu, akafumba macho kana kwamba anaomba kwa nguvu kubwa sana, kisha akapaza sauti kwa ghafla, roho ya ugonjwa ninakuamuru, toka sasa, huku akitikisa mwili wake kwa nguvu ili kuongeza drama, na mwanamke akajirusha chini kama mtu aliyepigwa na nguvu ya ajabu. Watu wakaanza kupiga kelele, wengine wakilia, wengine wakisema, ni nguvu ya Mungu, ni nguvu ya Mungu, huku mchungaji akisimama juu yake akisema kwa sauti ya kuamrisha, mama, simama sasa kwa jina la Yesu. Polepole mwanamke akaanza kuinuka huku akitetemeka kana kwamba hajui kinachoendelea. Akachukua hatua 1, 2, kisha akasimama wima kabisa na ukumbi mzima ukalipuka kwa kelele za shangwe na mshangao. Ghafla akakimbia kuzunguka madhabahu huku akiruka na kupiga kelele za furaha. Watu wakaanza kupiga magoti, wengine wakilia kwa hisia kali wakisema, hakika huyu ni mtumishi wa Mungu wa kweli, hatujawahi kuona kitu kama hiki. Lakini nyuma ya jukwaa hali ilikuwa tofauti kabisa. Mwanamume mmoja aliyekuwa anasimamia mpango huo alisema kwa sauti ya chini lakini yenye furaha, hii imeenda vizuri sana, watu wameamini kabisa, sasa tujiandae kwa tukio la kesho. Msaidizi mwingine akasema kwa wivu na wasiwasi, lakini hii inazidi kuwa hatari, watu wakianza kuunganisha matukio tutadhalilika. Lakini yule wa kwanza akajibu kwa dharau, wewe acha uoga, pesa ndiyo muhimu hapa. Mchungaji Daniel aliporudi nyuma ya jukwaa, alikutana na timu yake. Mmoja akasema kwa furaha, umeua leo mchungaji, hii imeenda zaidi ya tulivyotarajia. Lakini mwingine akasema kwa sauti ya chini, lakini ukweli ukijulikana tutakuwa na shida kubwa.
Daniel akawatazama kwa macho makali yaliyojaa hasira, akasema, mnadhani mimi sijue ninachofanya? Hii ndiyo kazi yangu, hakuna mtu atakayeniharibia. Msaidizi mmoja mdogo aliyekuwa na woga kidogo akasema kwa sauti ya hofu, lakini mchungaji, hii si sawa, tunadanganya watu. Kabla hajamaliza, Daniel akamkatiza kwa ukali, kama unaona si sawa, mlango uko wazi, ondoka. Ndani ya ukumbi, watu waliendelea kutoa sadaka kubwa, huku wakiamini wanatoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, huku wengine wakisema, hapa ndipo kuna nguvu ya kweli, lazima tutoe zaidi ili tupokee zaidi. Ndani ya ofisi yake, Daniel alikaa peke yake akihesabu pesa nyingi zilizokuwa zimejaa mezani, akatabasamu kwa furaha ya tamaa na kusema polepole, hii ndiyo miujiza ya kweli, pesa, sio hiyo wanayoamini wao. Lakini mbali kidogo, mmoja wa wafanyakazi wake aliyekuwa akimchukia kwa siri, alimwangalia kwa macho ya wivu na chuki, akasema kimoyomoyo, unafurahia sasa, lakini siku yako inakuja, nitahakikisha ukweli unajulikana. Nje ya kanisa, watu wawili walikuwa wanabishana kwa hasira, mmoja akisema, huyu ni mtu wa Mungu wa kweli, nimeona kwa macho yangu. Mwingine akajibu kwa ukali, hapana, kuna kitu hakiko sawa, mimi naona hii ni maigizo tu. Lakini kelele za waumini waliokuwa wanaendelea kushangilia ziliwazidi, na ukweli ukaendelea kufunikwa na imani za watu waliokuwa wanatafuta miujiza bila kuuliza maswali. Mchungaji Daniel alirudi tena mbele ya watu, akanyanyua mikono yake na kusema kwa sauti ya kujiamini, kesho mtashuhudia muujiza mkubwa zaidi, hata wafu watafufuka. Na ukumbi mzima ukalipuka kwa shangwe, bila kujua wanaingia zaidi kwenye giza la udanganyifu. Na hapo ndipo safari ya uongo ilianza kuchukua sura kubwa zaidi, ikijengwa juu ya tamaa ya fedha, hila zilizopangwa kwa ustadi, na mioyo ya watu waliokuwa wanatafuta tumaini bila kujua wanadanganywa. Usiku ulipoingia na giza kutanda kila kona ya mji, mchungaji Danieli alionekana tofauti kabisa na alivyoonekana mchana mbele ya waumini wake. Hakukuwa tena na tabasamu la utakatifu wala sauti ya upole, bali uso wake ulikuwa umejaa mawazo mazito na hofu iliyojificha. Akatoka nyumbani kwake kimya kimya, bila hata kumwambia mtu yeyote, akivaa koti jeusi refu na kufunika kichwa chake kwa kofia ili asitambulike, huku akihakikisha hata walinzi wa kanisa hawajui anakoenda, jambo lililoonyesha wazi kwamba safari aliyokuwa anaenda haikuwa ya kawaida kabisa. Alipoingia kwenye gari lake na kuanza kuendesha kuelekea nje ya mji, moyo wake ulikuwa unadunda kwa kasi sana, akishika usukani kwa nguvu huku macho yake yakionyesha wasiwasi. Akajisemea kwa sauti ya chini, lazima niende, siwezi kupoteza kila kitu nilichokijenga. Lakini ndani kabisa ya nafsi yake kulikuwa na sauti nyingine ikimwambia, hii si njia ya Mungu, unajichimbia kaburi lako mwenyewe. Na ghafla akapiga usukani kwa hasira akisema kwa sauti iliyochanganyika na chuki, nimechagua hii njia, hakuna wa kunizuia sasa. Safari yake ilikuwa ndefu na ya kutisha. Barabara zilikuwa tupu, upepo ukivuma kwa sauti ya ajabu, na kila alivyokuwa akisogea mbali na mji ndivyo giza lilivyozidi kuwa zito. Hadi alipofika kwenye kijiji kidogo kilichokuwa kimetulia sana, kana kwamba hakuna maisha kabisa. Nyumba chache za udongo zilikuwa zimetawanyika, huku mwanga hafifu wa taa za chembe ukionekana kwa mbali. Na hapo ndipo alisimamisha gari lake polepole, huku akishusha pumzi ndefu ya hofu. Alishuka taratibu kwenye gari, akatazama kushoto na kulia kama mtu anayehisi kuna mtu anamwangalia. Kisha akaanza kutembea kuelekea kwenye nyumba moja ndogo iliyokuwa pembeni kidogo ya kijiji, moyo wake ukiwa unadunda kwa nguvu. Akafika mlangoni na kubisha kwa sauti ya chini akisema, nimefika. Mlango ukafunguliwa polepole kwa sauti ya kukwaruza, na mbele yake akasimama mganga mmoja mwenye macho mekundu na sura ya kutisha, aliyemwangalia moja kwa moja na kusema kwa sauti nzito, nimejua tangu ulipoanza safari yako Danieli. Mchungaji Danieli akasema kwa sauti ya chini lakini yenye tamaa, nahitaji nguvu zaidi. Watu wanaanza kuwa na mashaka, sitaki kupoteza kile nilichokijenga. Mganga akacheka kwa sauti ya kutisha iliyojaza chumba chote na kusema kwa dharau, nguvu unazotumia si zako, ni za giza, na kila nguvu ina gharama yake. Danieli akameza mate kwa shida, macho yake yakionyesha hofu lakini tamaa ikimzidi nguvu. Akasema, niambie nifanye nini? Niko tayari kufanya chochote ili niendelee kuwa juu. Mganga akamkaribia polepole sana, akizunguka kumtazama kama anampima. Kisha akasema kwa sauti ya kuamrisha, hakuna kitu cha bure hapa. Lazima ufuate masharti yangu bila kukosea hata siku moja.
Ni masharti gani hayo? Danieli aliuliza kwa sauti ya kutetemeka kidogo. Mganga akanyamaza kwa sekundi chache kisha akasema kwa uzito, kuna kichao moja, utamlisha kila siku bila kukosa. Huyo ndiye chanzo cha nguvu zako. Ukisahau hata siku moja, kila kitu kitageuka dhidi yako. Daniel akashtuka kwa hofu, macho yake yakatanuka kidogo. Kichaa? Unamaanisha nini? Mganga akamjibu kwa ukali, usiulize maswali mengi, fuata tu maagizo. Huyo mtu ndiye anabeba siri ya nguvu zako. Ukimpuuza, utaona mwisho wako. Kimya kizito kikaingia ndani ya chumba hicho. Daniel akainama kidogo huku akifikiria kwa sekunde chache, lakini tamaa ya umaarufu na pesa ilimzidi nguvu ya dhamiri yake. Akainua kichwa chake na kusema kwa sauti iliyokata tamaa, sawa, nitafanya unachotaka. Mganga akatabasamu kwa ushindi na kusema, basi utaendelea kuwa juu, lakini kumbuka, hakuna mchezo hapa. Ukicheza tu, umeanguka mara moja. Kuanzia siku hiyo, maisha ya mchungaji Daniel yakaanza kuwa na sura mbili tofauti kabisa. Mchana alikuwa mtumishi wa Mungu mwenye nguvu mbele ya watu, lakini usiku alikuwa mtu wa siri anayefuata maagizo ya giza ili kulinda umaarufu wake na fedha zake. Kila siku kwa siri kubwa sana, alihakikisha anampelekea chakula yule kichaa aliyekuwa akiishi pembezoni mwa mji, akimkuta mara nyingi akicheka peke yake au akiongea maneno yasiyoeleweka. Lakini siku moja, kichaa huyo alimwangalia Daniel kwa macho makali na kusema kwa sauti ya ajabu, unanihitaji kuliko ninavyokuhitaji. Daniel akajibu kwa hasira iliyofichwa, kula tu chakula chako na uache maneno mengi. Lakini ndani yake alihisi hofu kubwa sana, akijua kabisa kwamba maisha yake sasa yalikuwa yanefungwa kwenye masharti ambayo hakuwa na uwezo wa kuyavunja. Kadri siku zilivyopita, miujiza yake kanisani ilizidi kuwa mikubwa zaidi. Watu wakaanza kusema kwa mshangao, huyu si mtu wa kawaida, huyu ana nguvu zisizoelezeka. Na sadaka zikaanza kuongezeka kwa kiwango kikubwa sana. Lakini pia kulikuwa na watu waliokuwa na mashaka. Mmoja wa wasaidizi wake alisema kwa sauti ya chini, hii si ya kawaida, kuna kitu kinachoendelea nyuma ya pazia. Mwingine akamjibu kwa oga, usiseme hivyo, unaweza kujiletea matatizo makubwa. Daniel alianza kuwa mkali sana kwa wafanyakazi wake. Siku moja alipomkuta mmoja wao akiongea kuhusu shaka hizo, alimvamia kwa hasira akisema, nani amekuambia uhoji kile ninachofanya? Unajua mimi ni nani? Msaidizi huyo akajibu kwa sauti ya hofu, mchungaji, tunadanganya watu, hii si sahihi. Lakini Daniel akamkatiza kwa ukali, nyamaza, kama huwezi kuvumilia ondoka. Usiku moja akiwa peke yake chumbani kwake, alikaa kitandani huku mikono yake ikitetemeka kidogo, akasema kwa sauti ya chini, nitaendelea hivi hadi lini? Lakini ghafla akabadilika na kusema kwa ukali, mpaka nitakapofika kileleni kabisa. Lakini kila siku aliyosonga mbele, hofu yake ilizidi kuongezeka, akijua wazi kabisa kwamba alikuwa amejiingiza kwenye mtego ambao hauna njia rahisi ya kutoroka. Mmoja wa wafanyakazi wake aliyekuwa na wivu mkubwa alianza kusema kwa hasira kimoyomoyo, anaficha kitu na nitahakikisha kinajulikana. Na hapo chuki ikaanza kukua polepole ndani ya kanisa. Wakati huo huo, kichaa aliyekuwa anahifadhi siri hiyo aliendelea kuishi pembeni, akicheka kwa sauti ya ajabu na kusema, siku moja ukweli utafunuliwa na kila kitu kitaanguka. Lakini mchungaji Daniel hakujua kwamba siku hiyo ilikuwa karibu sana, na kosa moja tu lingeweza kuvunja kila kitu alichokuwa amekijenga kwa muda mrefu. Na hapo ndipo maisha yake yalipoanza kuzama zaidi kwenye giza, huku akijaribu kushikilia nguvu zilizokuwa zinamvuta taratibu kuelekea kwenye anguko kubwa. Siku hiyo ya Jumapili ilianza kama siku nyingine yoyote ya ibada. Kanisa la Mwanga wa Uzima lilijaa kupita kawaida, huku watu wakikaa hata kwenye sakafu kwa sababu ya kukosa nafasi. Wengine wakisimama nje wakisikiliza kupitia spika, kila mmoja akiwa na matumaini ya kushuhudia muujiza mwingine mkubwa kutoka kwa mchungaji Danieli, ambaye tayari alikuwa amejijengea jina kubwa la kuwa mtu wa miujiza isiyoelezeka. Na hakuna hata mmoja aliyekuwa anadhani kwamba siku hiyo ndiyo ingekuwa mwanzo wa mwisho wa kila kitu walichokuwa wakiamini kwa moyo wote, bila shaka wala hofu yoyote.
Mchungaji Danieli alisimama madhabahuni akiwa na tabasamu la kujiamini kama kawaida, lakini ndani kabisa ya moyo wake kulikuwa na hali ya wasiwasi ambayo hakuweza kuielezea kwa urahisi. Alihisi kana kwamba kuna kitu kisicho cha kawaida kinakaribia kutokea, ambacho kingeweza kubadilisha kila kitu kwa muda mfupi. Lakini alijilazimisha kupuuza hisia hizo na kuendelea na ibada, akisema kwa sauti ya mamlaka iliyojaa kujiamini, leo Mungu atafanya mambo makubwa zaidi ya jana, na hakuna atakayebaki vile alivyoingia hapa. Kila mtu ataondoka akiwa na ushuhuda mkubwa. Watu wakashangilia kwa nguvu, huku wakipaza sauti kwa imani kubwa wakisema, Amina, tunapokea. Wengine wakisimama kwa furaha na kupiga makofi kwa nguvu. Lakini mchungaji Danieli alipoinua macho yake kidogo na kutazama umati wa watu, alihisi kama kuna macho yanamwangalia kwa makini zaidi kuliko kawaida, hali iliyomfanya ashindwe kuwa na utulivu wake wa kawaida. Na kwa mara ya kwanza tangu aanze safari yake ya udanganyifu, alihisi hofu ya kweli ikianza kuingia ndani ya moyo wake. Wakati huo huo, mbali kidogo na kanisa, yule mwanaume aliyekuwa anajulikana kama kichaa alikuwa amekaa chini huku ameshika kichwa chake kwa mikono yote miwili, mwili wake ukitetemeka kwa nguvu kana kwamba kuna vita vinaendelea ndani yake. Na ghafla alianza kunong'ona kwa sauti ambayo haikuwa ya kawaida kabisa, akisema, Ninakumbuka kila kitu walichonifanya. Kila kitu ninakumbuka sasa. Huku macho yake yakibadilika polepole na kuanza kuonyesha dalili za utambuzi wa kawaida. Alisimama polepole huku akijitazama mikono yake kwa mshangao mkubwa, kama mtu aliyekuwa ametoka kwenye usingizi mzito sana wa muda mrefu. Akapumua kwa nguvu huku akianza kuelewa kila kitu kilichokuwa kinatokea, na ghafla akasema kwa sauti ya hasira iliyochanganyika na maumivu makubwa, alikuwa ananitumia kuficha siri zake zote za giza. Na hapo akili yake ikarudi kabisa katika hali ya kawaida, tofauti na jinsi watu walivyokuwa wanamjua. Akiwa amejaa hasira kali na uchungu mkubwa moyoni, alianza kukimbia kuelekea kanisani kwa kasi kubwa, bila kujali hali yake wala watu waliokuwa njiani. Watu wakimwangalia kwa mshangao mkubwa wakisema, huyu si yule kichaa wa pale barabarani? Wengine wakisema, mbona anaonekana tofauti leo? Lakini hakusimama hata sekunde moja. Alikuwa na lengo moja tu, kufika kanisani na kufichua kila kitu hadharani bila kujali matokeo. Ndani ya kanisa, mchungaji Daniel alikuwa ameanza sehemu ya maombi ya miujiza kama kawaida, akimuita mtu mmoja mbele akisema kwa sauti ya kujiamini, leo utafunguliwa kabisa, hakuna kitu kitakachobaki ndani yako. Huku watu wakipiga makofi kwa furaha na imani kubwa. Lakini ghafla mlango wa kanisa ukafunguliwa kwa nguvu kubwa sana, na kelele ya ghafla ikasikika ambayo ilivunja kabisa utulivu wa ibada. Watu wote wakageuka kwa mshangao mkubwa kuangalia upande wa mlango, na hapo yule mwanaume aliyekuwa akijulikana kama kichaa aliingia kwa hatua za haraka, huku akipaza sauti kwa nguvu isiyo ya kawaida, simameni. Sauti yake ilikatiza ukumbi mzima na kuleta ukimya mzito ambao haujawahi kutokea hapo kabla, kiasi kwamba hata wale waliokuwa wakizungumza waliinua macho yao kwa mshangao na kukaa kimya. Waumini wakaanza kunong'ona kwa mshangao mkubwa huku wakitazamana, mmoja akisema kwa sauti ya kushangaa, huyu si yule kichaa? Mwingine akajibu kwa mshangao zaidi, lakini mbona anaongea kama mtu wa kawaida kabisa? Huku hali ya taharuki ikianza kuenea polepole ndani ya ukumbi mzima, watu wakisogea kidogo ili kuona kinachoendelea kwa undani zaidi. Mchungaji Daniel alipomuona, uso wake ulibadilika ghafla kutoka kujiamini hadi hofu iliyo wazi kabisa. Macho yake yakaanza kuonyesha wasiwasi mkubwa, lakini alijaribu kujisitiri kwa kupaza sauti kwa nguvu akisema, walinzi, mtoe huyu mtu hapa haraka, anavuruga ibada. Lakini hakuna hata mmoja aliyesogea kumtoa, kwa sababu kila mtu alikuwa na hamu kubwa ya kusikia kile alichotaka kusema. Mwanaume huyo akasimama katikati ya kanisa, akavuta pumzi ndefu huku akizunguka macho yake kuwatazama watu wote waliokuwa wanamwangalia kwa mshangao. Kisha akasema kwa sauti ya kujiamini iliyojaa hasira na uchungu mkubwa, leo sitoki hapa mpaka ukweli wote ujulikane. Nimechoka kuona watu hawa wanadanganywa kila siku, huku wakiamini wanamwabudu Mungu, kumbe wanatumiwa kwa maslahi ya mtu mmoja.
Mchungaji Daniel akapaza sauti kwa hasira kubwa akisema, huyu mtu ana pepo, msimsikilize kabisa, anajaribu kupotosha ibada. Lakini mwanaume huyo akacheka kwa dharau kubwa na kusema kwa sauti ya ukali, pepo? Au unaogopa ukweli wako kufichuka mbele ya watu hawa unaowadanganya kila siku? Ukumbi mzima ukawa kimya kwa sekunde chache nzito sana, huku watu wakianza kusogea mbele kwa hamu ya kusikia zaidi, na mmoja wa waumini akasema kwa sauti ya chini lakini yenye uzito mkubwa, muache aseme, tusikie kwanza kabla hatujamhukumu. Mwanaume huyo akamwangalia mchungaji Daniel moja kwa moja machoni kwa muda mrefu, macho yake yakiwa yamejaa chuki na maumivu makubwa ya muda mrefu. Kisha akasema kwa sauti nzito iliyojaa msisitizo, umenilisha kila siku kwa siri ili kulinda nguvu zako, si ndio? Ulikuwa unaniletea chakula kila usiku ili kuhakikisha siri zako hazifichuki. Daniel akatetemeka kwa nguvu zaidi, akajaribu kujitetea kwa sauti ya kukataa akisema, sijui unachoongea, huu ni uongo. Lakini mwanaume huyo akamkatiza kwa hasira kali akisema, usijifanye hujui. Wewe ndiye ulikuwa unaniletea chakula kila siku usiku, ukiniambia nikae kimya ili watu hawa waendelee kukuamini kama mtu wa Mungu. Watu wakaanza kunongona kwa nguvu zaidi, huku hali ya ukumbi ikibadilika kabisa. Mmoja akisema kwa mshangao mkubwa, kila usiku? Mwingine akasema kwa sauti ya hasira, ina maana alikuwa anafanya mambo haya yote kwa siri? Mwanaume huyo akaongeza kwa sauti ya juu zaidi, huku akionyesha kidole chake kwa mchungaji Daniel, huyu si mtu wa Mungu. Miujiza yake yote ni ya kupanga. Wale wagonjwa ni waigizaji wanaolipwa pesa. Wale waliodaiwa kufufuliwa ni watu wake. Kila kitu ni mpango uliopangwa kwa ajili ya kuachukua fedha zenu kwa ujanja. Ukumbi mzima ulilipuka kwa kelele za mshangao na hasira kali sana, baadhi ya watu wakisimama kwa ghadhabu wakipaza sauti, haiwezekani! Wengine wakilia kwa uchungu mkubwa wakisema, tumekuwa tukidanganywa kwa muda wote huu, huku wengine wakishika vichwa vyao kwa maumivu ya kusalitiwa. Mchungaji Daniel alisimama pale akiwa hana nguvu tena ya kujitetea, macho yake yakizunguka huku akiona wazi kwamba watu waliokuwa wanamwamini kwa moyo wote sasa wanamwangalia kwa macho ya hasira, chuki na maumivu makubwa ya usaliti, na kwa mara ya kwanza alihisi kabisa kwamba kila kitu kilikuwa kinaporomoka mbele ya macho yake bila uwezo wa kukizuia. Mmoja wa wazee wa kanisa akasimama polepole huku akimtazama mchungaji Daniel kwa macho yaliyojaa huzuni na hasira iliyofichwa, kisha akasema kwa sauti nzito iliyojaa uzito wa maumivu, tumekuamini, tumekupa heshima kubwa, tumekufuata bila shaka yoyote, lakini leo tunasikia mambo haya mbele ya watu wote. Sasa tuambie, hii ni kweli au si kweli? Daniel alijaribu kufungua mdomo wake ili ajitetee, lakini hakukuwa na maneno yaliyokuwa yakitoka. Alihisi kama koo lake limefungwa kabisa, moyo wake ukidunda kwa kasi huku mikono yake ikianza kutetemeka, na badala ya kujibu, alibaki kimya huku akitazama chini kwa aibu kubwa. Mwanaume huyo akatoa pumzi ndefu kisha akasema kwa sauti ya mwisho yenye uzito mkubwa sana, leo ukweli umefika mwisho wake na hakuna tena mahali pa kujificha. Na ukumbi mzima ukaingia kwenye ukimya mzito sana uliokuwa umejaa hisia kali za hasira, maumivu, usaliti na mshangao mkubwa uliowacha watu wote wakiwa hawaamini kilichokuwa kimetokea mbele yao. Na hapo ndipo kila kitu kilipoanza kubomoka rasmi mbele ya macho ya mchungaji Daniel, si kwa sababu ya mtu mmoja, bali kwa sababu ya ukweli uliokuwa umefichwa kwa muda mrefu, sasa ulikuwa umejitokeza hadharani bila kuogopa. Na kila mtu akajua wazi kabisa kwamba hakuna kitu kingeweza kurudisha tena heshima yake kama ilivyokuwa awali. Ukumbi wa kanisa ulikuwa umejaa sauti za watu waliokuwa wamechanganyikiwa baada ya ukweli kufichuka. Wengine walikuwa wanapaza sauti zao kwa hasira, wengine walikuwa wanalia kwa uchungu, na wengine walikuwa wanatazamana kwa mshangao kana kwamba walikuwa hawaamini kilichokuwa kimetokea mbele ya macho yao. Mtu mmoja alisimama na kusema kwa sauti kubwa, umetudanganya, huku mwingine akilia kwa huzuni akisema, tulikuamini kuliko mtu yeyote. Hali ndani ya ukumbi ilizidi kuwa nzito kila sekunde ilivyopita. Watu walihisi kama mioyo yao ilikuwa imevunjika kwa sababu mtu ambaye walimuona kama kiongozi wao wa kiroho sasa alikuwa amesababisha maumivu makubwa moyoni mwao. Mchungaji Daniel alisimama pale mbele ya madhabahu akitetemeka kidogo. Macho yake yalikuwa yamejaa hofu, aibu na majuto mazito yaliyokuwa yanaonekana wazi usoni mwake.
Alijaribu kufungua mdomo wake kuzungumza, lakini sauti yake ilionekana kukwama kooni. Alitazama nyuso za waumini wake ambao kwa miaka mingi walikuwa wakimwamini na kumheshimu, na sasa macho yao yalikuwa yamejaa hasira na maumivu. Ilikuwa ni wakati mgumu sana kwake, kwa sababu alitambua kwamba kila kitu alichokuwa amejenga kwa muda mrefu sasa kilikuwa kinaanguka mbele ya macho yake. Ghafla, mwanamke mmoja aliyekuwa amekaa mstari wa mbele alisimama kwa hasira kubwa. Macho yake yalikuwa yamejaa machozi, huku akisema kwa sauti ya uchungu, "Nimeuza mali yangu kwa sababu ya mahubiri yako. Nilidhani ninamtii Mungu, lakini sasa naona nilikuwa nafuata uongo." Maneno yake yaliingia ndani ya mioyo ya watu wengine waliokuwa ukumbini. Mara moja, mwanaume mwingine akasimama na kusema kwa sauti iliyokuwa imejaa maumivu, "Watoto wangu walilala njaa mara kadhaa kwa sababu nilitoa kila kitu hapa kanisani nikiamini kwamba ilikuwa kwa ajili ya Mungu." Maneno hayo yalikuwa mazito sana, kiasi kwamba ukumbi wote ulitulia kwa sekunde chache. Daniel alishindwa kuvumilia uzito wa lawama hizo. Ghafla akapiga magoti mbele ya watu wote, kichwa chake kikiwa kimeinama chini kwa aibu kubwa. Machozi yalianza kumtoka kwa wingi, huku akisema kwa sauti iliyokuwa imejaa maumivu makubwa, nimekosea sana, naomba msamaha." Ilikuwa mara ya kwanza kwa watu wengi kumwona akiwa katika hali ya unyenyekevu mkubwa namna hiyo. Lakini baadhi ya watu hawakuridhika na maneno hayo. Mtu mmoja akasema kwa hasira, "Sasa unaomba msamaha baada ya yote yaliyotokea?" Wengine walitikisa vichwa vyao kwa huzuni, wakionyesha kwamba walikuwa wamepoteza imani kabisa. Ilikuwa wazi kwamba msamaha haukuwa jambo rahisi katika wakati huo, kwa sababu maumivu yalikuwa bado mapya sana katika mioyo yao. Daniel alipoinua kichwa chake kidogo, macho yake yalikuwa mekundu kwa sababu ya machozi. Kwa sauti ya polepole lakini iliyojaa majuto alisema, "Nilichagua njia ya haraka ya mafanikio. Nilifikiri pesa na heshima ndivyo vingefanya maisha yangu kuwa bora, lakini sasa ninaona wazi kwamba tamaa yangu imenipoteza kila kitu: heshima yangu, imani ya watu na amani ya moyo wangu." Mzee mmoja aliyekuwa amekaa nyuma ya ukumbi alisimama polepole. Alikuwa mmoja wa watu waliomheshimu sana Danieli hapo awali. Kwa sauti tulivu lakini yenye uzito mkubwa alisema, "Kwa nini hukumtegemea Mungu wa kweli? Kwa nini ulitafuta njia za uongo badala ya kusimama katika ukweli?" Danieli hakujibu mara moja. Alishusha kichwa chake chini kwa aibu kubwa, kwa sababu hakuwa na jibu la kujitetea. Baadhi ya watu walianza kuondoka ndani ya kanisa kwa hasira. Wakati wakitoka walikuwa wanasema kwa sauti za uchungu, "Hapa sitarudi tena." Wengine walikuwa wanatikisa vichwa vyao kwa huzuni, wakionyesha jinsi walivyokuwa wamevunjika moyo. Ukumbi ulianza kupungua watu polepole, lakini uzito wa tukio hilo uliendelea kubaki ndani ya hewa ya mahali hapo. Mwanamume aliyekuwa amefichua siri hiyo alisimama na kusema kwa sauti ya utulivu, "Ulipata nafasi nyingi za kusema ukweli. Watu walikuamini na walikuwa tayari kukusikiliza, lakini uliogopa kusema ukweli kwa sababu ulihofia kupoteza kila kitu." Danieli alimtazama kwa macho ya huzuni na kusema polepole, "Najua na sitajitetea tena. Makosa yangu ni makubwa sana." Kwa muda mfupi ukumbi ukawa kimya kabisa. Hakukuwa na mtu aliyesema chochote. Ilikuwa kama kila mtu alikuwa anafikiria kwa kina juu ya yote yaliyotokea. Ndipo Danieli akasema kwa sauti ya unyenyekevu mkubwa, "Kuanzia leo, ninaacha kila kitu kilichokuwa cha uongo katika maisha yangu. Sitaki tena kuishi maisha ya udanganyifu." Mtu mmoja aliyekuwa bado amesimama pembeni akauliza kwa sauti yenye mashaka, "Utathibitishaje kwamba maneno yako ni ya kweli?" Danieli akainua macho yake kidogo na kusema, "Sitathibitisha kwa maneno mazuri tena. Nitathibitisha kwa matendo yangu, hata kama itanichukua maisha yangu yote kurekebisha makosa niliyofanya." Danieli alisimama polepole kutoka pale alipokuwa amepiga magoti. Alionekana kama mtu aliyekuwa amechoka sana, lakini pia kama mtu aliyekuwa ameanza safari mpya ndani ya moyo wake. Kwa sauti tulivu alisema, "Sitafanya tena miujiza ya kupanga. Sitacheza tena na imani ya watu. Kuanzia leo, nitazungumza ukweli tu." Mzee yule aliyekuwa amesimama hapo awali akasema kwa utulivu, "Njia ya ukweli si rahisi. Ni ngumu na wakati mwingine ina maumivu. Lakini hiyo ndiyo njia pekee inayoweza kumfanya mtu awe huru kweli."
Kadiri muda ulivyopita, watu wengi walikuwa tayari wameondoka kanisani, lakini wachache waliobaki walikuwa wamekaa kimya wakifikiria kwa kina kuhusu tukio hilo. Wale waliobaki hawakuwa pale kwa sababu ya miujiza au maigizo, bali walikuwa wanatafuta ukweli wa kweli. Danieli alianza kubadilika polepole katika maisha yake. Mahubiri yake hayakuwa tena ya kujionyesha au ya kuwavutia watu kwa maneno makubwa. Badala yake, alianza kuzungumza kwa unyenyekevu, akisimulia hata makosa yake mwenyewe ili wengine wajifunze. Hakukuwa tena na drama wala maonesho ya nguvu za ajabu kama ilivyokuwa zamani. Kanisa lilikuwa tulivu zaidi kuliko hapo awali. Lakini ndani ya utulivu huo kulikuwa na kitu kipya, uaminifu. Kila siku Danieli alikumbuka makosa yake na jinsi alivyoanguka mbele ya watu waliowaongoza. Kumbukumbu hizo zilikuwa chungu, lakini zilimkumbusha kuwa mtu hawezi kujenga maisha ya kudumu juu ya uongo na muda mfupi. Baada ya muda mrefu kupita, watu wachache walianza kurudi tena kanisani. Hawakurudi kwa sababu ya miujiza au ahadi za utajiri, bali walikuwa wanaona mabadiliko ya kweli katika maisha ya Danieli na mafundisho ya kweli juu ya neno la Mungu. Na hapo ndipo maisha mapya yalianza, maisha ya unyenyekevu, ukweli na toba ya kweli. Na somo likawa wazi kwa kila mtu aliyeshuhudia tukio hilo. Uongo unaweza kudumu kwa muda mfupi, lakini siku ukweli unapofichuka, hakuna nguvu duniani inayoweza kuuzuia.